Naitwa Bernard Mwakembe, ni mkurugenzi wa BAM Solution Tanzania. Kampuni yetu ya BAM Solution ni kampuni ambayo inadili na ukusanyaji wa mapato wa maegesho ya magari. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tuko Kinondoni, lakini tupo jiji la Dodoma, tuko Mwanza na maeneo mengine mbalimbali. Sasa siku ya leo tuliamua kufanya event pamoja na wafanyakazi wetu. Unajua kwenye mambo ya kazi sio kufanya kazi tu. Kuna muda wa kazi, lakini kuna muda lazima mumshirikishe Mwenyezi Mungu ili kuendelea kupata thawabu. Kwa sisi tulichoona siku ya leo tukasema hapana, wafanyakazi wetu baada ya kazi wote watabaki ili tuweze kufanya futari ya pamoja na kufanya ibada kwa pamoja, na tumeweza kufanya hivyo. Na lengo kubwa ni kwamba kipindi hiki cha mwezi mtukufu ni kipindi ambacho tunatumia muda mwingi kumtafakari Mwenyezi Mungu, lakini kuona jinsi gani ya kuendelea kuomba radhi pale tulipokosea na kuendelea kumwomba Mungu atupe heri na baraka kwa huko mbele tunakokwenda. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuwashirikishe wafanyakazi na baadhi ya viongozi mbalimbali ili tuweze kukaa kwa pamoja, tuendelee kumwomba Mungu kwa pamoja. Hilo ndio lilikuwa lengo, kwa sababu sio muda wote muda wa kufanya kazi, kuna muda wa kufanya socialization. Tumeona asilimia kubwa ni vijana. Ndio. Na wana umri mdogo kabisa. Labda hii inawapa taswira gani kwa ujumla vijana kama hawa ambao wanafanya kazi? Mimi mwenyewe mkurugenzi ni kijana. Mimi kwanza, moja ya vitu ambavyo huwa nasimamia ni kuhakikisha tunawapa fursa vijana. Mimi nimekuwa diwani wa manispaa ya Temeke kata ya Mtoni, lakini ajenda yangu kubwa ilikuwa ni kuwasaidia vijana. Unajua tumekuwa tukiwatumia vijana kwenye mambo ya uchaguzi, alafu hakuna tunachowapa ambao vitu havina msingi. Kwa hiyo tunasema ni afadhali yule anayekupa ndoano kuliko yule anayekupa samaki, kwa sababu ukipewa samaki unakula siku moja, lakini ukipewa ndoano utaendelea kuishi siku zote. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikiencourage vijana, na ndio maana umeona wengi waliopo hapa ni vijana. Kwa hiyo tumewapa fursa ili waweze kujikwamua kimaisha. Okay. Ni diwani pia, umewahi kuwa diwani, lakini pia kada kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi kwa jumla. Ramadhani ndio hii tunamalizana nayo. Tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Umejipangaje? Tukiongelea swala la uchaguzi, kwanza uchaguzi ni mipango. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mimi ni kada pia wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka huu tumejipanga vizuri, na nimuombe tu mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu atembee kifua mbele. Sisi kama makada wenzake na vijana wake tumetoa fursa mbalimbali kwa vijana. Mimi kwa manispaa ya Temeke tu, vijana wa Temeke kwenye ofisi zangu tu ninao zaidi ya vijana 100 ambao tumewapa nafasi kutokana na vile tumewahitaji kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo mimi niseme tu Chama cha Mapinduzi ndio mstari wa mbele katika kutoa ajira. Kumekuwa na watu wakipiga kelele kwamba ajira hakuna. Mimi niseme hapana. Sisi kama makada ambao tumeamua kujikwamua, tunafanya biashara, hatua ya kwanza tunawapa fursa vijana. Kwa hiyo tumewapa fursa vijana kwenye miradi mbalimbali na kwenye kampuni zetu. Sisi tuna kampuni zaidi ya 5. Kila kwenye kampuni yetu tumewachukua vijana, tumewapa nafasi bila kuangalia itikadi ya chama gani. Tunampa kijana aidha wa CUF au wa ACT, akifika hapa tunampa dawa ya Chama cha Mapinduzi, naye anasilimu, anakishasilimu tunampa kadi, naye anaendelea kupigia kelele au kukishangilia au kuitumikia Chama cha Mapinduzi. Wanasema chama kikuu cha upinzani hawatakwenda kushiriki uchaguzi. Ina maana kwamba wanakwenda kuzuia uchaguzi, sio kama washiriki uchaguzi, ila wanakwenda kuzuia uchaguzi mpaka pale reforms zitakapokuwa zimebadilika. Mnakwenda kushiriki vipi? Mimi kwanza niwasikitikie chama kikuu cha upinzani Chadema. Huyu leo hapa idea ya kusema no reform no election aliwadanganya. Huwezi ukafanya reform kipindi cha uchaguzi. Kwanza sisi tushafanya reform. Mwaka jana wewe ni shahidi, tumefanya reform kwenye kanuni za tume, kwamba watu walilalamika kwamba kuna tume huru. Tayari imetengenezwa tume huru ambao ni tume inajisimamia yenyewe. Lakini watu walilalamika maoni yao hayakupita. Sio kweli, kwa sababu walilalamika kwamba wakurugenzi wote ni makada. Kwa hiyo tume ikafuta kipengele cha kuwapa wakurugenzi kuwa wasimamizi wa kuwa uchaguzi. Tume baada ya reform tukasema wasimamizi wa uchaguzi watakuwa ni mtumishi yoyote wa umma. Lakini nje hapo walisema hakuna tume huru. Na ni kweli huko nyuma tume huru haikuwepo. Lakini sasa hivi tume imetengenezewa kanuni.
tume inajisimamia yenyewe, na moja ya vitu vilivyoandikwa kwenye ile kanuni ni kwamba tume kitakuwa ni chombo ambacho kinajisimamia chenyewe, hakiwezi kushtakiwa na mtu yote wala kupewa maamuzi na mtu yote. Haya yamefanyika mwaka jana, na hawa ndugu zetu wanao reform wao hawakuunga mkono. Kwa hiyo ni kwamba mimi niseme tu Watanzania, kwanza ni wapongeze Watanzania waliojitokeza kwa mkoa wa Dar es Salaam kujiandikisha, na mimi niseme tu Watanzania uchaguzi uko pale pale. Tanzania kuna vyama zaidi ya 21. Kama tuna vyama 21 alafu chama kimoja kimekataa uchaguzi, vyama 19 au vyama 20 vimekubali, obviously huo ni uchaguzi huru na uchaguzi wa halali. Kwa mimi ni washauri tu, kitendo cha wao kutoingia kwenye uchaguzi maana yake ni kwamba wamejipoteza, hawatakuwa kwenye dira tena. Lakini pia niseme tu kwamba sisi tumejipanga, tuko vizuri na tunaenda kushinda kwa 99%. Wanapita kwa ajili ya kuhamasisha no reform no election kwa ujumla. Hauoni Watanzania wengi ambao watakuwa hawapigi kura? Watanzania wengi hawasikilizi porojo. Watanzania wengi wameona kazi iliyofanywa na Mama Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wameona kazi iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Moja, Watanzania walikuwa na changamoto ya madarasa kwa maana ya elimu. Tumejenga madarasa 21,000 Tanzania nzima. Watanzania walikuwa na changamoto ya zahanati, tuna zahanati kila kata. Watanzania walikuwa na changamoto na vituo vya afya. Leo hii ninavyozungumza na wewe tuna vituo vya afya 925. Lakini nje hapo Watanzania walikuwa na changamoto ya umeme. Sasa hivi tuna umeme, tunazalisha megawatt 2711, na Tanzania umeme tunaotumia ni megawatt 2000. Tuna megawatt 700 zipo special kwa ajili ya kuuzia ndugu zetu wa Zambia na nchi jirani ambazo wanahitaji. Sasa Watanzania hawana sababu ya kutochagua CCM. Watanzania watachagua CCM kwa kishindo, na hizi kelele za no reform wanawasikiliza kwa maana watu wanataka kumuona tu kama huyu ndio Lissu yule aliyepigwa risasi kanyanyuka basi, lakini hakuna kitu kingine zaidi. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.